Dimitri Pantev rasmi sasa, kutokana na vyanzo vikubwa vya habari nchini vinaeleza kwamba tayari amekwisha jiunga na klabu ya Simba Sports Club rasmi, na klabu yake ya Gaborone United imethibitisha kuagana na kocha huyo. Labda pengine tuanzie hapa, ujio wa kocha huo kwenye viunga vya Msimbazi. Ni furaha sisi kwa wapenda mpira tuletee watu kwa ajili ya ushindani. Wao wanavyokuja makocha wenye viwango kama vile, tunashukuru wanavyokuja kwenye nchi kama ya kwetu hii, hata soka letu huwa wanalipandisha kidogo kulifanya lionekane kwenye ile daraja ambayo tupo kwenye namba 5 namba 4, kwa sababu ya aina ya walimu wanayokuja na vile wanavyokuja kuvitoa kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo na mimi nishukuru tu uwepo kwa mtani hapo, kwa sababu alikokuwa anaelekea ni kubaya. Kocha ambaye amesajili wachezaji wengi sana, amefungwa mechi moja tu pale na mtani wake sisi Yanga ameondoka. Kwa hiyo wameamua kubadilisha, na hivyo tuliwafunga mwaka jana wakati wa Robertinho na walimuondoa. Kwa hiyo wao wakati wanajenga timu inabomolewa na Yanga tu. Lakini wanasema kwa kocha huyu Yanga ni mwiko tena kuifunga Simba Sports Club. Falsafa ya mwalimu. Ni wakati wa wanachama na mashabiki wa Simba kufurahi, wakati wa kusajili, wakati wa Simba Day, ndio maeneo ambao wao huwa wanafurahi. Lakini baada ya msimu wanaanza habari za marefa, TFF wamefanya hivi, sisi tunanyongwa sana, tutahama hii ligi. Kwa hiyo wao furaha yao ni wakati huu. Sasa hivi ndio wanafuraha, na sisi tunawaambia wazidi kunenepa tu. Wazidi kunenepa, lakini wenyewe tunakuja. Leo hivi kuna mashabiki nimekaa nao wanasema, je, ligi ikiisha leo sisi sio ndio mabingwa? Naambia mwezi kwa mabingwa, bingwa ataendelea yule yule kama ilivyokuwa Sudani kule Elmereki. Ndio ile itavyokuwa, lakini huwezi kusema leo ligi ishe watu Simba apewe kikombe. Hamna, haiwezekani. Kikombe kitakuwa kinamilikiwa bado na Yanga, kwa sababu zigi imevurugika mpaka wakati mwingine itavyokuwa imekamilika ikaanza. Falsafa ya mwalimu bodi itembee. Tumeona hata kwenye mchezo dhidi ya Gaborone United. Je, kwa maoni yako kama mdau wa soka na shabiki wa Young Africans, unaona ya kwamba balaa lingine ndani ya NBC Premier League? Kwanza wa mashabiki wa Simba wasifikirie jambo linaweza likatokea kwao. Wale wachezaji wa Gaborone quality yao ni kubwa kuliko wachezaji waliopo Simba. Sasa wakifikiria kwamba bodi litakuja kutembea na ndio baada ya falsafa ya yule kocha kwa hapa itakuja kutembea, ana wachezaji wa aina gani? Mimi sijaona Simba wachezaji wote aliowachukua mwaka huu na aliowaacha, bora wala aliowaacha, lakini hao aliwachukua kwa sababu wameachwa na timu zingine. Mimi siamini Mamelodi anaweza kuacha mchezaji mzuri akakuletea wewe Simba. Hata Simba mwaka jana alimpeleka mchezaji mmoja na Mungu anaitwa Karabaka, kwa sababu alikujua kwamba pale hana nafasi. Alikuwa ndio Mamelodi walichofanya hiyo. Sasa ukisema boli litatembea kwa sababu ya mechi ya timu ya Gaborone, ile timu ya Gaborone wachezaji wake wana quality kubwa kuliko wale wachezaji wa Simba. Kwa hiyo huyu kocha wa Simba hapa anakuja kupata maumivu tu. Na mimi nakwambia huyu ndio Christmas hii. Wala tutakula naye hapa. Anakuja kuondoka. Sio wa kwenu. Sisi wa kwetu ndio kocha wa mbele. Wapo wana Yanga ambaye wanatoa maoni, lakini ukiwapima uwezo wao kufikiri kuhusu mpira uko down sana. Kwa hiyo sitaendelea kuwapa elimu kwamba subirini huyu kocha, huyu ndio kocha wa mbele, ndio kocha wa makombe na ndio kocha wa nusu finali na kocha wa finali. Wala wasiwe na washaka, kwa sababu timu mechi nilizoziona mimi ni 6. Ana goli 13, ameruhusu goli moja. Na hilo goli sio ameruhusu, alifunga mpinzani. Tujifunga wenyewe pale Rwanda. Sasa goli 13 hajawahi kufungwa. Ameruhusu hilo goli moja kule Rwanda. Sasa ni muondoe kocha kwa sababu gani? Hawa wanayezungumza hawa ni wana Simba ambayo wapo nje ya mfumo. Wanataka kuwaingiza mashabiki wetu, na mashabiki wetu wanaingia kingi wakiamini kwamba huyu kocha mbovu. Kocha sio mbovu. Kocha wetu sisi ndio kocha wa makombe kwa sasa. Na makombe yote 5. Kocha huyu anakwenda kuyamiliki na kuyatawala tena. Hamna tena favorite wa kuchukua ligi hii. Hamna favorite wa kuchukua. Mimi nakwambia Simba huyu kocha ambaye wamemuita ataondoka kwa sababu wao wanataka kuona ule mpira wa Gaborone United waliokuwa wanaucheza. Walikuwa wanadhani wanacheza kwa sababu ya mwalimu. Hapana, walicheza kwa sababu ya quality ya ile timu. Ile timu ina quality kubwa. Kwa hiyo kocha yote ile timu hata ukimpa Matola leo hivi mpe Matola ile timu afu akutane na Simba ni finisher tu, wanafungwa. Sio sababu ya timu. Sasa timu hii ambayo amekuja ni ya Simba, beki 3 Mrigo, hamna kitu. Watu tulikuwa tunapita kule kama chochoro tu. Simba ya Pantev moto wa kuotea mbali kabisa, weka mbali na watoto. Gaborone ndio ilikuwa moto wa kuotea mbali, lakini kwa Simba alivyokuja haiwezi kuwa moto wa kuotea mbali. Ngoja nikwambie mwandishi, Simba jicho lao la kutafuta wachezaji lilishakufa. Huyu mzee Mungu amrehemu alikufa pale Iringa, mzee Hanspop.
tangu ameondoka yule mzee. Simba wana huyo mtu, mimi nakwambiaje? Nenda pale Simba katafuta wachezaji wote 30 waliosajili. Alafu niwaambie mchezaji mmoja anafanana na Max Mzengeli. Na mchezaji mmoja anafanana na Mzizi. Jesse Chalea wewe ana goli 16. Amefunga timu gani ambazo ni favorite? Hamna. Kawafunga Namungo, kafunga Pamba. Lakini Mzize katika goli zake 14 kamfunga Simba. Pacome goli zake 13 kamfunga Simba. Yaani kwenye beki zile za uhakika na makocha watu wenye thamani kubwa ndio wanafunga. Sasa wewe unaniambia una goli 16 unawafunga Pamba tu peke yake, unawafunga Tabora. Uje kujidaia kwamba una timu. Mimi nakwambia timu yoyote ya Tanzania kama itaweza kama ilivyofanya Mbeya City juzi. Mbeya City timu bora. Sisi tungekuwa tunacheza na Simba siku tungewakanda hata goli 3. Mbeya City ni timu bora na tuna misimu kadhaa pale tujawahi kushinda. Unakubali Mbeya City ni bora dhidi yenu? Kwa dakika 90 kwenye uwanja wao. Tunakubali kwa sababu aina ya uwanja wao wanauweza. Sisi Mbeya City pale ni draw, hapa tunawakanda 3-4. Miaka yote pale draw. Kushinda pale hamna. Uwezo wa kushinda kutokana na ule uwanja. Unaona dribbler wetu Pacome alikuwa na dribble mpira pale. Mpira unadunda hivi. Kama unaelekea baharini. Kwa hiyo tusingeweza kufanya kitu chochote. Inasemekana kocha wenu yuko kikangoni mpaka hivi sasa. Hizo comedy. Watu wanayezungumzia comedy ndio wanazungumza kwamba kocha wetu. Kwanza kwa sababu gani? Sisi viongozi wetu, average ya viongozi wetu, miaka yake ni kati ya 35 na 40. Yaani ni vijana wote wanacheza mpira, wote tunao mitaani humu wamezaliwa maeneo haya, wanajua mpira. Kitu wanachozungumza watu wasichokijua kwamba sisi viongozi wetu ni wana umri mdogo sana. Kwa hiyo ukiwaambia wachukue hizo story, wao kumbuke rais wetu alishawahi kuambia watu wala miogo na kocha tukachukua vikombe unbeaten, lakini tukacheza shirikisho finali. Na sasa baadaye walivyotaka kuondoka Nabi wakaanza kuimba nyimbo za singeli kwamba Nabi ukiona anabadilisha ujue mtego huu. Wale waliosema huyu kocha hatufai. Lakini mtu mmoja tu ndo aliamini. Engineer Hersi Said. Ndio kodi ya mpira wa Tanzania. Yeye akasema naamini kwa huyu kocha wala miogo nyinyi acheni naye. Sasa hawa wale wanataka kuibuka wanataka engineer aseme. Sasa hivi engineer tunaambia usiseme. Tunasema sisi. Jisikilizeni nyinyi. Kama miogo ya 100 imewashinda achane na hii timu. Sio lazima kushangilia Yanga, unaweza kushangilia hata Sikinde. Hii Yanga mtuachie. Sio lazima kushangilia Yanga. Kama Yanga uielewi, shangilia hata Sikinde. Sisi ndio tuna kocha bora wa madaraja yote. Wako kileleni ambaye Simba wako kilele juu ya msimamo. Ngoja nicheke kizungu kidogo. Sasa msimamo wa ligi wana pointi 6. Yeye anaongoza kwa magoli. Kwani hujui kama kuna timu nyingine na pointi 6? Lakini nyote mmecheza mechi 2-2. Sisi tumecheza mechi 2-2. Na wao 2. Singida ngapi? 2. Singida na pointi 6. Simba anaongoza kwa goli. Sasa hivi anaomba masweta, yuko kileleni juu kule. Anaona baridi. Lakini nataka nikuambie siku atodondoka hapa utasikia sababu nyingi sana. Wao wanaingizaga mpaka serikali. Lakini tunawaambia Simba acheni kelele. Sasa hivi tupige mpira. Wakati wa kucheza mpira huu sisi kocha wetu ameshachukua ngao ya jamii moja na kombe tulikoalikwa kule Rwanda kule. Kwa hiyo katika goli alizoshinda hizi 13 yeye ameruhusu goli moja tu la Azizi Andabwile. Ningependa uweze kuweka nukta na kupeleka salamu kwa mashabiki wa Young Africans na wanachama katika kipindi hiki ambacho umekuwa kuna maneno mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Unalipi la kumaliza sasa Akwitimba? Kwanza bwana niwaombe tu mimi ninayezungumza hapa ukiachana jina langu ile la Akwitimba, mimi ni mtumishi. Mimi ni mtumishi wa Mungu na kazi yangu kubwa mimi ni kulitumikia neno ili watu wasiliarifu. Sasa haya maneno ninayotaka kusema maneno ya ukweli mtu. Sinaga uongo. Na waambie wanachama na mashabiki wa Yanga wasiwe na mashaka wakajipa pressure bure kwa sababu ya matokeo ambayo yamepatikana kwenye msimu huu. Sisi Yanga ndio tuna timu bora, tuna kocha bora na tuna uongozi bora. Kwa hiyo wao wasiwe na mashaka kabisa. Watu waache wahangaike, lakini mwisho wa siku watakuja kujuta. Mimi nakwambia mwaka huu msimu Christmas watu wote waliokuwa wanazungumza hapa hutawakuta hapa kijiweni. Wote wataondoka, tutabaki sisi wana Yanga wenyewe tunaongea hapa habari za mpira. Ukiuliza wako busy na shughuli zao. Ukiuliza Uchebe yuko wapi, yuko busy na shughuli zao. Kwa sababu anajua kabisa kinachoenda kutokea kwa wakati huo rhythm itakavyokuwa imekaa level yake. Kwa sababu sisi hatuchezi mpira mbovu. Sisi tunacheza mpira mzuri. Lakini watu hawataki ule mpira kwa sababu wanailinganisha na Yanga nyingine. Sio kwamba hii Yanga wanaifanisha na timu nyingine, wanaifanisha kati ya Yanga ya msimu huu na Yanga ya msimu huu, ndio wanakuja wanalinganisha hizo pea. Lakini nataka niwaambie Yanga ya msimu huu ndio itakuwa Yanga bora kuliko Yanga ya msimu uliopita, kuliko Yanga ya msimu mwingine. Kwanza nakwambia kwa taarifa yako, Yanga hii haitafungwa. Hakuna timu itachukua pointi 3.
hata timu moja katika timu hizi 15 zilizopo kwenye ligi, hamna timu itachukua pointi 3. Hii risiti utunze hii. Usije kauliza kwamba mtumishi alizungumza siku moja hapo. Hii risiti utunze, na haya ni maono. Hakuna timu itachukua pointi 3 kwa Yanga Afrika kwenye mashindano ya ligi mzima, hii marathon ya ligi. Hamna. Shukrani sana Akuitimba. Muda mwingine na wasaa mwingine tena tutazungumza michezo. Bwana, mimi nawashukuru sana Mzize TV pamoja na Pasi TV na mwingine Kivumbi TV. Kwa kweli mmefanya jambo zuri, mmetutembelea. Na msikose tena kuja kuchukua haya maarifa tuwape na Watanzania wengine waweze kuelewa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Shukrani sana. Amin.